Ni wakati mwingine tena msikilizaji, tumekutana katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Kafara ya Mapacha. Simulizi iliyojaa visa na mikasa kusisimua, simulizi yenye kisa cha kweli, simulizi yenye mambo mengi ya kujifunza. Anayetuelezea kisa hiki ni mwanaume anayefahamika kwa jina la Abeli. Kuna mambo mengi ambayo Abeli amepitia katika safari ya maisha yake. Kwa nini kafara ya mapacha? Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii ili kuyafahamu mengi zaidi. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Abeli baada ya kufika jijini Dar es Salaam, maisha hayakuwa kama vile alivyotegemea. Maisha yalikuwa ni magumu kwa upande wake. Akajikuta mpaka anaanza kudharaulika na majirani. Na ndipo siku moja wakati yupo katika mihangaiko ya kutafuta riziki, ndipo alipokutana na rafiki yake wa muda mrefu ambaye alisoma naye shule ya msingi miaka iliyopita huko kijijini kwao. Rafiki yake huyo alikuwa anafahamika kwa jina la Musa. Musa alifurahi sana kuonana na Abeli, lakini pia naye Abeli alifurahi sana kuonana na Musa. Ndipo Abeli alipoamua kumueleza changamoto zake Musa, na Musa aliahidi kumsaidia. Lakini kabla hajamsaidia alimpa shilingi 500 kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto ndogo ndogo ambazo ako nazo kwa wakati huo. Lakini Musa alisema kwamba anasafiri anaenda nje ya nchi, lakini akirudi kuna mipango mingi ambayo yuko nayo ambayo atampatia Abeli ajue ni namna gani ya kuweza kujikwamua kiuchumi. Na huo ndio ulikuwa ni mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Kafara ya Mapacha. Tuendelee na mwendelezo wa simulizi yetu. Wanasema wakati mwingine maisha hubadilika kwa njia usiyotarajia. Unaweza kuamka ukiwa umechoka na mateso ya dunia, lakini jioni yake ukapewa sababu mpya ya kuamini kuwa kesho inaweza kuwa bora zaidi. Lakini swali linabaki pale pale. Je, kila mkono unaokusaidia huwa na nia njema kweli? Na je, tumaini jipya linaweza kuwa mwanzo wa furaha au mwanzo wa maangamizi? Endelea kusikiliza simulizi ya Kafara ya Mapacha. Abeli alitembea kwa haraka katika mitaa ya Dar es Salaam, huku mkono wake ukiwa umeshikilia vizuri ile bahasha aliyopewa na Musa. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, muda mwingi kupita, moyo wake wa Abeli ulikuwa mwepesi kidogo. Njia nzima Abeli alikuwa akimfikiria sana mke wake Amina. Alikuwa akimfikiria Amina alivyokuwa akijitahidi kuvumilia maisha magumu waliokuwa wakiishi bila hata malalamiko. Jinsi Amina alivyokuwa akimtia moyo Abeli hata wakati yeye mwenyewe Abeli alipokuwa amechoka na kukata tamaa. Abeli alipofika nyumbani, alimkuta Amina akiwa amekaa nje kidogo ya chumba chao. Amina alikuwa ameegemea ukuta huku mkono wake mmoja ukiwa tumboni. Basi Amina alipomwona Abeli, Amina alitabasamu kwa uchovu. Akamwambia, "Oh, karibu mume wangu. Leo umechelewa sana jamani." Amina alisema kwa sauti ya upole. Lakini kabla hata hajamaliza kusema, Abeli alimsogelea haraka mke wake na kumkumbatia, kisha akakaa pembeni yake. Akasema, "Ndio mke wangu, najua kwamba nimechelewa, lakini kuchelewa kwangu ni kwa heri mke wangu." Abeli alisema maneno haya huku akitoa ile bahasha ambayo alipewa na Musa, bahasha yenye pesa ndani yake. Kisha Abeli akasema, "Mke wangu Amina, yani Mungu mkubwa. Mungu ametukumbuka mke wangu." Amina alikunja uso kidogo kwa mshangao. Akasema, "Abeli, kuna nini? Ndani ya bahasha kuna nini mume wangu?" Abeli akasema, "Ndani ya bahasha kuna pesa mke wangu. Yani leo nimekutana na rafiki yangu wa zamani. Rafiki yangu anaitwa Musa." Amina akasema, "Musa?" Abeli akasema, "Ndio. Musa tulisoma pamoja kule Mlima Mwema. Tulihitimu wote darasa la 7. Abeli alimkabidhi ile bahasha Amina. Amina alipofungua na kuona pesa zilizokuwa ndani yake, macho yake yalibadilika ghafla. Amina akashangaa, akasema, "Mume wangu Abeli, pesa hizi zote?" Abeli alitabasamu kwa muda kuliko kawaida. Abeli akasema, "Ndio mke wangu, ni 500 hizo." Amina alibaki akimwangalia mume wake kana kwamba hakuamini alichokiona. Amina akaendelea kusema, akasema, "Mume wangu, mbona umekupa pesa nyingi hivi? Hamna kitu chochote ulichofanya kweli mume wangu?" Abeli alikubali kwa kichwa.
Abeli akasema ndio mke wangu, Musa amenisaidia, sijampa kitu chochote kile. Ni vile tu nimemwadisia hali ya maisha yetu, na amesema pesa hizi zitatusaidia kwa matumizi madogo madogo kwanza, na mwezi ujao akirudi kutoka safari yake ambayo ameenda nje ya nchi, atanipa njia nyingine za kupata pesa nyingi zaidi ya hizi. Basi Abeli baada ya kusema maneno hayo, kimya kifupi kilitanda. Macho ya Amina yakaanza kung'aa kwa matumaini ambayo yalikuwa yamepotea kwa muda mrefu. Kisha Amina akavunja ukimya kwa kusema, akasema, mume wangu umeona? Amina alisema kwa sauti ya taratibu. Amina akaendelea kusema, akasema, mume wangu, nilikwambia kuwa Mungu hawezi kutuacha milele. Abeli alimtazama tu mke wake, na kwa mara nyingine akahisi nguvu mpya ndani yake. Basi usiku huo walikula chakula kwa amani ya moyo ambayo walikuwa wamesahau kwa muda mrefu. Walizungumza, walicheka kidogo, na hata ndoto zao zilianza kurudi tena taratibu. Basi maisha ya Abeli yaliendelea. Baada ya Abeli kupata ile pesa kutoka kwa Musa, maisha yao yalianza kutulia angalau kwa kiwango kidogo. Ingawa matatizo ya kuisha kabisa, lakini kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu walihisi kama mzigo mzito uliokuwa mabegani mwao umeanza kupungua taratibu. Abeli hakutaka kutumia pesa zile hovyo. Alikaa chini na mke wake Amina, wakapanga matumizi yake kwa umakini mkubwa. Basi sehemu ya pesa Abeli alitumia kulipa baadhi ya madeni yaliyokuwa yameanza kuatesa kila siku. Watu waliokuwa wakimfuata kwa maneno makali taratibu wakaanza kutulia, jambo lililompa amani kidogo moyoni. Pesa nyingine Abeli akaongeza kwenye mtaji wa genge lake. Safari hii alihakikisha anaweka bidhaa nyingi zaidi kuliko mwanzo, na Abeli alikuwa na matumaini kwamba huenda biashara ingeanza kubadilika taratibu. Na kile kilichobaki, Abeli aliweka akiba kwa siri kubwa. Kila alipoangalia ile akiba, macho yake yalikuwa yanaenda moja kwa moja kwa Amina ambaye tumbo lake lilikuwa likizidi kukua siku baada ya siku. Abeli alijua kwamba muda wa kujifungua mke wake Amina ungefika, na hakutaka mke wake apitie mateso wakati huo muhimu. Abeli alikuwa anajisemea kwamba Amina anahitaji kuwa salama na mtoto wetu pia. Basi baada ya hapo mwezi mmoja ulipita haraka kuliko Abeli alivyotarajia. Na katika kipindi hicho genge lake Abeli lilianza kuonyesha mabadiliko kidogo. Haikuwa biashara kubwa, lakini angalau ilikuwa inasaidia kupata chakula na mahitaji ya msingi nyumbani. Jambo hilo lilimpa matumaini mapya kila siku Abeli. Basi siku moja mchana, simu ya Abeli iliita. Abeli alipotazama jina lililoonekana kwenye simu yake, moyo wake ulishtuka kidogo. Ilikuwa ni simu kutoka kwa Musa. Abeli alipokea simu ile. Sauti upande wa pili ikasikika. Hello? Abeli, vipi ndugu yangu? Sauti ya Musa ilisikika ikiwa yenye nguvu kama kawaida. Abeli alifurahi sana kusikia sauti ya Musa. Kisha kwa utani akasema, Musa, karibu tena Bongo bwana. Abeli alisema kwa furaha. Musa alicheka kidogo kisha akasema, asante bwana, nimefika jana usiku na nilikwambia kwamba nikirudi nitakutafuta. Abeli alinyamaza kwa sekunde kadhaa huku akihisi hamu kubwa ya kusikia kile ambacho Musa alikuwa akimaanisha tangu mwanzo. Abeli akamwambia Musa, ndio nakumbuka Musa. Abeli alisema kwa sauti ya chini. Musa akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwa utulivu. Akasema, Abeli, muda wa kubadilisha maisha yako umefika. Maneno yale yalimfanya moyo wa Abeli kwenda mbio kidogo. Musa akaendelea kusema. Akasema, Abeli, kuna sehemu nitakupeleka, na pindi nitakapokupeleka ufuate kile ambacho utaambiwa. Kama uko tayari uniambie. Abeli alimeza mate taratibu. Abeli akauliza, sehemu gani Musa? Musa akasema, tutakwenda Zambia. Abeli alishtuka kidogo, akauliza, Zambia? Musa akasema, ndio Abeli, na kuhusu nauli au matumizi yote usihangaike, kila kitu nitashughulikia mimi. Basi kimya kifupi kilitanda kabla ya Musa hajaongeza neno. Na Musa akaendelea kusema. Akasema, lakini kuna sharti moja tu Abeli. Abeli akauliza, sharti gani tena hilo Musa? Mbona unaanza kunitisha? Abeli aliuliza kwa tahadhari. Musa akasema, sio sharti gumu, lakini unatakiwa kuwa na moyo wa kiume Abeli. Kila utakachoambiwa ukiwa kule, lazima ukubali bila kuhoji sana. Abeli alibaki kimya. Maneno yale yalikuwa mazito kidogo kwa upande wake, lakini akili yake ilianza kujaza picha za maisha bora aliyokuwa akiyaota siku zote. Lakini ghafla uso wa mke wake Amina ukaingia akilini mwake. Abeli akasema, Musa, sio kama sitaki kuja huko ambako unataka twende. Nataka sana, na pesa nazihitaji sana, lakini
tatizo mke wangu Amina. Unajua Amina yupo mbioni kujifungua na siwezi kumwacha katika hali hii peke yake. Musa hakushtuka wala kuonesha dalili ya mshangao. Musa akasema, usiwe na wasiwasi Abeli kuhusu hilo. Abeli alishangaa. Akasema, nisiwe na wasiwasi? Una uhakika Musa? Musa alijibu kwa kujiamini. Akasema, ndio Abeli, nina uhakika. Yani nitahakikisha mke wako Amina anakuwa katika uangalizi mzuri. Yani wewe unachotakiwa kufikiria kwa wakati huu ni maisha mazuri. Fikiria maisha yenu ya baadaye kwanza. Lakini bado Abeli alionekana kusita. Abeli akaanza kuongea. Akasema, yani sijui nitamwambiaje Amina kwamba anatakiwa kusafiri. Musa alimkatiza maneno taratibu. Akasema, Abeli, hapo ndipo unatakiwa kuwa mwanaume. Tafuta namna kumdanganya kidogo ili safari isiwe na matatizo. Abeli alinyamaza kimya kidogo. Kwa mara ya kwanza tangu akutane na Musa, Abeli moyo wake ulianza kupata hisia ambazo hakuweza kuzielewa vizuri, lakini tamaa ya kubadilisha maisha yao ilikuwa kubwa kuliko hofu iliyokuwa inaanza kujitokeza ndani yake. Basi baada ya maongezi yale, wiki moja baadaye safari yao ilianza. Abeli alimdanganya mke wake Amina kuwa alikuwa anakwenda mkoani kwa siku chache kutafuta mzigo wake wa biashara, kwa sababu biashara yake tayari ilianza kutanuka. Hivyo alikuwa anahitaji kupata kile kilicho bora zaidi. Ingawa Amina hakuelewa vizuri, lakini alimwamini mume wake bila maswali mengi. Basi asubuhi ya mapema Abeli na Musa waliondoka kuelekea safari ya kwenda Zambia. Njia nzima moyo wa Abeli ulikuwa umejaa mawazo. Abeli hakuwa anajua hasa anakokwenda wala nini kilichokuwa kinamsubiri huko, lakini kila alipokumbuka maisha magumu aliyoyaacha nyuma, Abeli alijikuta akiendelea kusonga mbele. Na walipofika Zambia, mazingira aliyoyakuta yalikuwa tofauti kabisa na alivyotarajia. Musa alimpeleka katika eneo la mbali kidogo na mji, sehemu iliyozungukwa na miti mikubwa na ukimya mzito uliotia hofu. Katika sehemu ile kulikuwa na vibanda vya ajabu, moshi mzito uliokuwa ukipaa hewani na watu waliovaa mavazi yasiyo ya kawaida. Moyo wa Abeli ulianza kubana taratibu. Abeli hakuelewa kilichokuwa kinaendelea, lakini kila kitu ambacho kilikuwa kinaonekana katika eneo lile ilionekana dhahiri kwamba ni eneo ambalo imani za kishirikina zilikuwa zinaendelea. Basi walipoingia ndani ya kibanda kimoja kikubwa, walimkuta mzee mmoja alikuwa amekaa katikati ya chumba. Mbele yake kukiwa na vyombo vya ajabu na mishumaa iliyokuwa ikiwaka kwa mwanga hafifu. Mzee huyo alimwangalia Abeli kwa macho makali yaliyomfanya Abeli ashindwe kutulia. Yule mzee alimuuliza Musa. Akasema, huyu ndiye kijana ambaye uliniambia mwezi uliopita? Musa alijibu haraka, ndio mzee, ndio mwenyewe. Mzee yule alitikisa kichwa pole pole. Akamwangalia tena Abeli na kuuliza swali lingine. Aliuliza kwa lugha ambayo Abeli hakuweza kuielewa vizuri, lakini kwa haraka Musa alijibu haraka kabla Abeli hajafungua mdomo wake. Kadri mazungumzo yalivyoendelea, hali ile ilianza kumchanganya Abeli zaidi. Abeli alikuwa kama mtu aliyeletwa sehemu ambayo hakupaswa kuwepo kwa wakati ule, lakini kila alipojaribu kuelewa, Musa alikuwa anatangulia kujibu kila kitu. Basi baada ya muda mfupi wa ukimya, yule mzee alifumba macho kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya taratibu lakini sauti nzito. Yule mzee akasema, tayari, kazi yenu imekamilika. Abeli alishtuka kidogo. Abeli akauliza, akasema, kazi imekamilika? Kazi gani? Lakini Musa alimshika bega haraka Abeli kana kwamba anamtuliza. Yule mzee akaendelea kusema, akasema, kwa sasa mnaweza kuondoka, lakini kumbukeni kwamba njiani mtakutana na mgeni. Abeli alikunja uso kwa mshangao, huku akiendelea kumsikiliza yule mzee. Yule mzee akaendelea kusema, akasema, mgeni huyo atakuwa ni mgeni wa huyu kijana na ni mwanamke. Mumpokee vizuri, kwa sababu huyo ndiye atakayeleta mwanzo wa mafanikio yake. Ukimya mzito ulitanda ndani ya kile kibanda. Abeli hakuelewa kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini kwa upande wa Musa alionekana mtulivu sana, kana kwamba kila kitu kilikuwa kinaendelea kilikuwa kinaenda sawa kama alivyotarajia. Basi walipotoka nje, Abeli alimvuta Musa pembeni kwa haraka. Abeli akasema, "We Musa, hayo yote ambayo yanaendelea kwa anamaanisha nini?" Abeli aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Musa alitabasamu kidogo kisha akamwambia, "Usijali bwana. Abeli, watu wenye pesa wana njia zao za mafanikio. Lakini muhimu ni kwamba maisha yako yatabadilika. Si ndio kile ambacho ulikuwa unakitafuta?" Abeli alibaki kimya. Ndani yake Abeli kulikuwa na hofu, lakini pia kulikuwa na tamaa kubwa ya pesa na maisha bora.
Na mwisho wa yote Abeli alijikuta akikubali kuendelea na safari hiyo hata bila kuelewa vizuri alikuwa amejiingiza kwenye nini hasa. Basi Abeli na Musa waliondoka eneo lile la ajabu, huku jioni ikianza kuingia taratibu. Njia waliokuwa wanapitia ilikuwa ni tulivu sana, miti mirefu ikitikiswa na upepo wa polepole uliokuwa unaongeza hali ya wasiwasi ndani ya moyo wa Abeli. Tangu alipoondoka kwa yule mganga, Abeli alikuwa kimya muda mwingi. Kichwa chake kilijaa maswali ambayo hakupata majibu yake. Lakini kila alipojaribu kumuuliza Musa alionekana kama mtu asiye na haraka ya kueleza chochote kile. Basi ghafla Musa alipunguza mwendo wa gari. Abeli alinyanyua macho yake mbele. Pembeni mwa barabara, chini ya mwanga hafifu wa jioni, alisimama binti mmoja mrembo sana. Binti huyo alikuwa amevaa gauni refu jeusi lililobebwa na upepo taratibu, huku uso wake ukiwa mtulivu kana kwamba alikuwa akisubiri kwa muda mrefu. Na jambo la kushangaza zaidi, binti huyo hakuonekana kana kwamba mtu alipotea wala mwenye hofu. Alionekana kama mtu aliyekuwa anajua kabisa wao wangepita hapo. Basi Musa alitabasamu polepole, akasema, Abeli, bila shaka wewe ndio mgeni wako. Unamuonaje? Toto piskali hilo. Abeli aligeuka kwa haraka na kumtazama Musa. Akauliza, mgeni wangu? Musa akasema, ndiyo. Yule mzee alishatuambia kule, si unakumbuka? Moyo wa Abeli ulianza kwenda mbio. Abeli akauliza, akasema, lakini ina maana gani? Na huyu mgeni mimi nampeleka wapi? Musa alisimamisha gari kabisa, kisha akamwangalia Abeli moja kwa moja machoni. Musa akamwambia Abeli, akasema, Abeli, unashangaa huyu binti utamweka wapi? Unatakiwa urudi naye nyumbani kwako. Abeli alishtuka kana kwamba kusikia vizuri. Akasema, unasemaje Musa? Nirudi naye nyumbani? Wewe si unajua mimi nimeoa? Si unajua nina mke? Na mke wangu ni mjamzito? Musa akasema, ndio, najua Abeli. Najua kama una mke na mke wako ni mjamzito na mke wako anaitwa Amina. Lakini huyu ni mgeni wako na kuanzia sasa ataishi na wewe. Wewe ndio utajua utamwambiaje mke wako. Abeli akaendelea kushangaa. Akasema, Musa, unasema nini? Unasemaje? Maneno haya yanakutoka wewe rafiki yangu? Unajua kabisa mimi sio michezo yangu. Musa akamwambia Abeli, akasema, Abeli, wewe ni mtoto wa kiume bwana. Mbona unakuwa na moyo wa kike na unakata tamaa mapema kiasi hicho? Hivi unafikiri haya mafanikio sisi tumeyapata kwa kukata tamaa? Tulikuwa na mioyo mizito, mioyo migumu. Na yule mzee aliongea sio kama ajui kama wewe una mke na mke wako ni mjamzito. Anajua kila kitu. Ndio maana amekuletea huyu mgeni. Na kitu cha kukutoa hofu ni kwamba usiogope sana. Wewe fanya tu kama ulivyoelekezwa. Kumbuka makubaliano yetu. Kila kitu utakuwa unaelekezwa na yule mwanamke. Abeli alibaki ameganda pale pale, macho yake yakiama kati ya Musa na yule binti aliyekuwa bado amesimama kimya pembeni ya barabara. Kichwa cha Abeli kilichanganyikiwa kabisa. Abeli hakuelewa huyo binti alikuwa ni nani, kwa nini alikuwa anasubiri pale, na kwa nini alitakiwa kuishi naye. Lakini kabla hajapata nafasi ya kuuliza zaidi, yule binti alianza kutembea taratibu kuelekea kwenye gari. Na hapo ndipo hofu ya kweli ilianza kuingia ndani ya moyo wa Abeli. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Kafara ya Mapacha. Je, Abeli amepewa mgeni ambaye anatakiwa akaishi naye? Na ukumbuke kuwa Abeli ni mume wa mtu, ni mume wa Amina, na Amina ni mjamzito na anakaribia kujifungua. Je, huyo mgeni ana lengo gani? Ana kazi gani katika maisha ya Abeli? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Semkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Semkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi, Kafara ya Mapacha.